Niseme asante kwako wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Update. Hii ni ulimwengu wa siasa na ninachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho. Mambo ni mengi sana na moja kwa moja nataka nikupeleke mpaka kwa ofisi ya waziri wa fedha, namzungumzia John Mbadi, watu wengine wanamuita expert. Sasa mvutano mkubwa wa kisiasa umezuka nchini baada ya maafisa wa usalama kuvamia kwa kishindo ofisi za Wizara ya Fedha. Uvamizi huo umefanyika chini ya uongozi wa Waziri John Mbadi kwa lengo la kuwakamata maafisa wakuu wa wizara hiyo. Maafisa hao wanakabiliwa na kashfa nzito ya wizi na ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.5 za umma kutoka kwa mradi wa Profit. Ni kama hawa watu walipiga deal na profit ikawa nyingi sana kwa upande wao, lakini sawa. Hatua hii ya ghafla imezua maswali mengi na hisia mseto kote nchini, huku wananchi wakitaka kujua ukweli mzima nyuma ya pazia la vita hivi dhidi ya ufisadi. Ni kitu kipi kinaendelea hapa? So kashfa hii inakuja wakati mbaya sana kisiasa, ambapo Rais William Ruto anazidisha juhudi za kuwabembeleza viongozi wa chama cha ODM wamuunge mkono ili kuimarisha serikali yake. Wakati huo huo, kuna tetesi na malalamiko makubwa kuwa mabilioni ya pesa za umma yanayofyonzwa na kutumiwa kufadhili kampeni za kisiasa za mapema. Hali hii inafanya uvamizi huu kuonekana kama mchezo wa kuigiza au sarakasi ya kisiasa badala ya vita halisi vya kisheria. Sasa swali kubwa ambalo kila mtu anajiuliza sasa hivi mitaani ni hili: mbona maafisa wa ngazi za chini tu ndio wanaokamatwa, lakini waziri Mbadi mwenyewe haguswi? Je, inawezekana kashfa kubwa ya bilioni 1.5 ifanyike ndani ya ofisi yake bila yeye kujua kweli? Au huu ni mkakati maalum wa kisiasa wa kumlinda ili kuzuia mzozo kati ya Rais Ruto na upande wa ODM? Katika uchambuzi huu tunaenda kuzama ndani kabisa kuangalia jinsi sakata hili inavyohatarisha uhusiano wa kisiasa kati ya Ruto na ODM, na kwa nini vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya mara nyingi inaonekana kuwalenga wadogo huku wakubwa wakisazwa au wakiwekwa kando. Ni kitu ambacho kinashangaza sana mtazamaji wangu. Kabla sijaendelea, kindly like video hii hapa, utakuwa umeni support pakubwa sana. Kwa wale ambao tayari wamesha like, bwana, very big shout out popote pale mlipo. Lakini pia cha muhimu pia ni wale ambao bado hawaja subscribe, kindly mjiunge na familia hii hapa kwa kusubscribe. Ni rahisi sana. Wewe unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, then mimi nikiachia taarifa yoyote unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupokea taarifa za hapa Double Update. So na vitu vichache sana vya kuzungumza kuhusu hii pesa ambayo inadaiwa kwamba imepotea. Kitu cha kwanza, bilioni 1.5 sio pesa kidogo, na mpaka officials wa Treasury wanapotea na bilioni 1.5, alafu mtu ananiambia John Mbadi hajui chochote. Inakuwa ni vigumu sana mimi kuamini. Honestly speaking, inakuwa vigumu sana mimi kuamini. Lakini pia most of the time unakuta vitu kama hivi vinapofanyika kwenye tu nchi ambazo tayari wanajua wanachokifanya. Watu kama Mbadi wanatakiwa kuwa wameshaenda nyumbani, yani ku resign. 1.5 billion, that's a lot of money. Hiyo ni pesa nyingi sana, but kwa nchi yetu hiyo ni normal, ni pesa ya kawaida sana kwa viongozi, kwa sababu they have it, wanayo hiyo. So inaweza ikapotea ukasikia wadogo wamekamatwa hivi na vile. Kesi hapo katikati tutakuja kupata, kwa sababu at the end of the day hawa ni watu wao. Hawa ambao mnaambiwa sijui officials wanakamatwa, hawa si tu kwamba ni wageni kwa mabosi wao. Ni watu ambao wanajuana vizuri sana. But honestly speaking, kwenye hata kampuni wewe unaweza ukapotea na milioni 2 na bado unafanya kazi hapo na eti na bosi wako ajui. Jamani, sawa, tuachane na makampuni, tupo hapa kwenye Treasury. Mbadi anakosaje kujua kama bilioni 1.5 imepotea? Mimi ndio swali ambalo najiuliza. But again, kwa nini yeye asichukulie hatua? Kwa sababu yeye ndio bosi. Shule leo hii inapoperform vibaya, waziri
kama akipata nafasi ya kutembelea hiyo shule, watu wa kwanza kabisa ambao wataulizwa maswali ni walimu. Na sio walimu tu, mwalimu mkuu lazima ataulizwa what's wrong with your school. Watu wana fail sana. Hizi NIMSCO hizi mbona kama haziendani na what we expect huku nje. Mbona mmepata hii? Mbona msipate hii? Mwalimu ataulizwa changamoto ni gani? Shida ni gani hapa? So mwalimu ndo anataka kuelezea kwanza imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio uende, kwa sababu by that time mwalimu anataka kuwa ameuliza walimu wa madarasa, alafu baadaye tuulize na wanafunzi pia. Sasa shida iko wapi? Mbona mna fail? Mbona marks ziko hivi? Sawa. And that's the reason why narudi kwenye kesi yetu na nasema Mbadi anatakiwa kuulizwa maswali. But same tulipo, siasa yetu jinsi ilivyo, tulipofikia, it's normal, and I can tell you kwamba Mbadi kuchukuliwa hatua kwa muda huu inaweza ikawa ni vigumu sana, kwa sababu Ruto ni mtu ambaye sasa hivi hana option nyingine, and watu ambao wako na yeye wanajua he is desperate in a way that hata kitu kikitokea kibaya upande huu mwingine hawezi, hata watu wake hawezi kuongea. Utaongea vipi wakati wewe uko peke yako na hawa ndo wanakushikilia? Not that they are that strong sasa kwenye kukushikilia, but ndo the only option unayo, hata kama they are not that strong. So at the end of the day, kusema mtu atakuja kumchukulia hatua inakuwa ni vigumu sana. But again, Kenya pia mnaijua. Another point ni kwamba when it comes to hatua ambao watu wanachukuliwa wakati wanafanya makosa, kwa mfano kwenye kesi yetu hii hapa, hatua hizi waga zinachukuliwa tu kama orders zitatoka sehemu fulani. And hata hawa officials ambao wanakamatwa anajua behind the scene namna ilivyo. John Mbadi anajua kila kitu, kwa sababu hakuna mtu anafanya kazi na mtu ambaye hamjui, especially kwenye dockets kama hizi hapa. Unataka kuniambia Mbadi ajue officials wake? Anajua. So mpaka inafika tu watu wanakamatwa, then it means kuna kitu kilifanyika hapa. Yeah, so Mbadi kuchukuliwa tu inaweza kuwa ni vigumu sana, kwa sababu Kenya hatufanyi kazi hivyo. Yani Kenya hatuko hivyo. Na ndio maana tunataka viongozi ambao kesho hata kitu kikifanyika ni wale viongozi ambao wanaweza wakakaa kando na idara ya ulinzi kafanya kazi. Bora tu kuna malalamishi kwamba kuna kiasi cha fedha ambacho kimepotea, bas sheria nayo ifuate tu mkondo wake, si ndio? Na kama ni maafisa wa polisi, kama ni idara ya usalama, kama ni idara ya ulinzi, na wao wafanye kazi yao bila hata kuambiwa kitu cha kufanya, kwa sababu at the end of the day they understand what they are supposed to do. So kazi yao ni kwenda tu kufuatilia hapa kwa ofisi ya Mbadi, shida imetokea hii na hii na hii, hawa wamehusika vipi, mbona boss hawezi kuelezea, mbona hawezi kuelezea, then it means hayupo serious. Hii ni docket yake, hii ni kazi yake, mbona hawezi kutuelezea ilikuwa hivi na hivi na vile. Anyway, tukirudi kwa siasa, Mbadi ni miongoni mwa watu ambao wako pale ODM, na kama tu nilivyokuambia mwanzoni au hapa katikati kwamba Ruto anategemea sana chama cha ODM, hata kama they are not that strong. So hawezi kutaka mvurutano wa aina yoyote, sawa, na baadhi ya viongozi ambao wako kwenye serikali na wanatoka upande ule mwingine wa ODM, Mbadi akiwa mmoja wao, kwa sababu mnamjua Mbadi vizuri. Sasa kama kuna watu ambao inabidi aweke nao amani ya kutosha, ni akina John Mbadi. Na hapo ndo sometimes nakuwa na wasiwasi sana na uongozi wa William Samoei Ruto. Ni uongozi fulani hivi wa kuungaunga. He is not that stable. Sasa hivi anaonekana very weak. In that kitu kinaweza kikatokea na hata hawezi, punishment ni very important kwa maisha hii ambayo tunaishi. Hata kwa watoto, hata shuleni, hata kazini. Punishment ni kitu muhimu sana. Kwa wale ambao wana makampuni, kwa wale ambao wana biashara zao, wameajiri watu, kwa wale huwezi kuona tu kitu kinafanyika kwenye kazi yako alafu wewe unaiangalia tu inakuwa kitu cha kawaida eti sasa wengine ndo wanashambuliwa au wanakamatwa. Hapana. At the end of the day lazima ufuatilie. Hii kwa nini imekuwa hivi? Mtu kama ana makosa kubwa, then hatua unatakiwa kuchukua, yani hatua inatakiwa kuchukuliwa. Umeelewa? So serikali ya William ni ya kuungaunga tu. Ni serikali ambayo ipo, ni kama ipo, but kwa sababu ya kuwa desperate na watu kukosa kumtambua, kumuelewa, utamtambuaje? Unaona na hivyo vitu vyote ambavyo vimekuwa vikifanyika. So at some point unaweza ukawa unataka kuimba hiyo tutam, but inakuwa ni vigumu kwa sababu ni tutam ya kulazimishwa. Unakuta ni tutam, rais yupo sikatai,
kila kitu kipo, pesa, yani kila kitu kinapatikana. Now the problem is hana hata uwezo wa kucontrol hivi vitu vyote ambavyo tunavizungumzia. Niambie ata control vipi wezi? Wakati the same wezi ndo anawategemea kumshikilia ili na yeye asipelekwe mbio na wale wapinzani wake. Unaona hiyo serikali ni serikali ambayo haina support ya wananchi, ina support ya viongozi. Any day anytime wakishajua wewe yani kama sio sisi wewe una nafasi nyingine hapa, then they'll do so many things ambazo hazitakaa vizuri. Unaona and ni same flani kama opportunity ikipatikana, viongozi wao wanaitumia vibaya sana. I can tell you, huwa wananyonya, yani wahakikishe yani kila kitu kimeenda wanavyotaka wao. Umeona kama ni fedha wanajua ni kiasi gani. Juzi tu mmeona hapa Sakaja na watu wake sio milioni 65 kwa nyumba ya mtu tu. Sasa what about treasury? Huko ndo kila kitu kinatoka. Niambie inaweza ikakuaje? Si ni wasa hata kuliko tunavyofikiria. Yeah, so that's what's happening and sisi tunasubiri tu kuona kama hatua itachukuliwa, but again kesi kama hizi pesa huaga zipatikane. Wewe ukishapokea tu taarifa kwamba ilipotea pesa fulani, usiwahi fikiria kwamba inaweza kupatikana. Zinaendaga hivyo, na mimi sije kusikia kuna mtu amefungwa eti jela ama sio amelala ndani, amefungwa tu yani miaka 5, miaka 20, miaka ngapi eti kwa sababu alienda na pesa za umma. So ushawahi kusikia? Haujawahi kusikia. Na ndio maana nchi yenyewe bado tunaizungumzia kwa hiyo ango ya jamani, bado tuna umbali, yani kuna ka distance ndio tufikie hizo nchi ambazo zimedevelop. Ni ndoto ya watu wengi sana, especially hawa viongozi sometimes wanatudanganya kwamba wanataka watufikishe huko, but trust me, bado tuna safari ndefu sana ya kuenda, watazamaji wangu. So kwa upande wako wewe unaizungumziaje story hii hapa? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.